Ili kupata habari zetu kila siku, tafadhali bonyeza subscribe kisha alama ya kengele. Taarifa hii ya habari ni kwa udhamini wa kampuni ya kutuma na kupokea pesa Fizi One. Ujambo mara tena mpenzi msikilizaji wa idhaa Kiswahili ya Radio Kivu popote pale ulipo. Matumaini yangu ni kwamba umzima wa afya, na ukaribisha kuweza kufuata uchambuzi wa habari zetu siku ya leo. Uchambuzi ambao unajumuisha na ukurasa wa habari muhimu leo hii, ripoti za waandishi wetu toka kona mbalimbali, ukurasa wa habari za michezo na burudani pamoja na habari za kitaifa. Naitwa Safari Alimasi, mchambuzi wako wa leo. Nitasaidiwa mitamboni na Antoine Malash na kualika kuambatana nami mwanzo hadi mwisho. Nasema karibu. Na kabla ya kuingia kwenye uchambuzi wa habari zetu kwa kina, hebu fuateni habari muhimu ambazo za leo zasomwa na mchumbe wa mkulima na Fatuma. Asante mwenzangu Safari Lwendo Alimasi Dilwe kwa kunipa nafasi kwa ajili ya habari muhimu leo hii. Wacha tukunjue jamvi na katika mji wa Baraka. Jeshi la Taifa FARDC mjini Baraka tayari limemweka nguvuni mmoja kati ya watu waliomteka Bwana Kado Asende na kwenda naye sehemu isiyojulikana mwishoni mwa juma, na baadaye kumwachia uhuru kutokana na nguvu za vyombo vya usalama. Takuwa pia na kule Mboko ambako mwananchi Bonenge Leopold ndiye atakayeongoza tangu sasa shirika la raia sekta ya Tanganyika tarafani Fizi. Hivyo ni kupitia uchaguzi wa muundo huo ambao umefanyika siku ya Jumapili hii ya tariki 25 Februari 2024 Pamboko kati, makao makuu ya sekta hiyo. Huyu amemgomboa Bwana Sami Amimu Le Corticol kwenye madaraka. Tukamilishe habari muhimu siku ya leo na kule Kinshasa ambako shirika la Umoja wa Mataifa linalohusika na wakimbizi HCR limetaja kuwa na wasiwasi mkubwa juu ya shida ya kiutu inayoikumba mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Hivyo ni kutokana na vitendo vya unyanyasaji vinavyoendeshwa kwa raia wasio na hatia na kupelekea raia wengi kuyahama makazi yao. Ni hiyo tu kama habari muhimu kwa siku ya leo. Asante sana mchumbe wa mkulima na Fatuma kwa usomaji wa habari muhimu. Na sasa tuanze uchambuzi wetu wa habari tukianzia na hapa katika mji wa Baraka. Kamati ya soko la Mwemezi limeomba kwa vitengo husika na usalama mjini Baraka kufanya jitihada ili kunasa watoto wanaoendesha wizi mara kwa mara ndani ya soko hilo, na ambako kwa sasa imekuwa kero kubwa kwa wachuuzi wa soko la Mwemezi. Akizungumza na redio yako Bwana Bamsi wa Bamsi, mwenyekiti makamu wa soko la Mwemezi, amesema kuwa watoto wao wanatumia fursa ya msongamano wa watu na hivyo kufanikiwa kutekeleza vitendo vya wizi bila shida yoyote kama anavyoeleza. Hapo ndo mafanikio yao yanazidi kufanikisha zaidi, kwa sababu mwizi analenga pale kwenye kuwa mvutano, msongamano, yani kwenye kuwa wingi wa watu. Mtu anapita kwa kujilazimisha, mwizi pale naye anapenyeza. Hivyo wanaiba sana. Yani unakuta mtoto mdogo ana Android 3-4. Yani zinatoka wapi? Ni sokoni. Unakuta wamama wanakatwa vitipe vyao, pesa zenye kuwa kwenye fundo ya vitengi zinapelekwa. Yani kuna vilio vya fasi na vilio vya pesa ndani ya soko Mwemezi kila siku. Ndio matatizo tunayo hayo. Na ndio maana tunaendelea kuelekeza nyuso kunako serikali iangalie tiba, sababu walishindwa kukingia, wasaidie sasa tiba. Maana kinga ndio inakaga bora zaidi ya tiba. Lakini hivi sasa hakuna tena kinga, inakuwa tiba, watibu, ili tuangalie kama tunaweza pata mafanikio namna gani. Na alipoulizwa kuhusu swala la mboga kupatikana katika soko la Mwemezi, Bamsi wa Bamsi amesema kuwa mboga zinapatikana, ila tatizo liko nafasi ambako boti zinapoegeshea ndio iko katika hali mbaya. Bamsi wa Bamsi amerejea mara tena kwenye mic ya Radio Kivu.
mboga inapatikana, na eneo ambayo mboga inatokea ubwari kuja kuingizwa ndani ya soko ya Mwemezi. Tena pale kuko hatua ambayo watu watakuwa wako napakua mzigo na wengine watakuwa marehemu, kwa sababu sehemu yenyewe umekuwa tishio. Ukuta umebaki umekuwa ni ukuta tishio, bomu. Tunasema ni bomu, sio tena ukuta wa kuprotege, hapana, sababu protection valere yake ilishamalizika. Kinachobaki pale watu wenyewe watakuwa kutarajika, wataangukiwa na ule ukuta, na baadaye tutazika mili na itakuwa ni wafanyabiashara wetu. Kwa hivyo tunaomba ule ukuta vile vile serikali ichukulie maamuzi mapema kuweza kubomoa, ili pale pabaki wazi, uangalie majukumu gani watakayochukua kwa ajili ya kulinda mfuko wa serikali. Tusalie hapa katika mji wa Baraka. Jeshi la Taifa FARDC mjini Baraka tayari limemweka nguvuni moja kati ya watu waliomteka bwana Kadwa Sende na kwenda naye sehemu isiyojulikana mwishoni mwa juma na baadaye kuachiwa huru kutokana na nguvu za vyombo vya usalama. Kwake bwana Kadwa Sende, coordinator wa shirika la waendesha magari mjini Baraka, ambaye alikuwa ametekwa nyara na watu wasiojulikana, amesema kushukuru vyombo vya usalama kwa juhudi ambazo walizozitenda ili apate kuachiliwa huru kama alivyoeleza. Nashukuru kwanza services za security, nashukuru FARDC kwa kukuwa na shauku kubwa ya kuingilia hii tatizo kati, na osi napenda kuambia waraia wote wa Fizi, jeunesse yote ya Fizi, ya kwamba watu ambao wamenipeleka porini ni watu ambao wanajulikana. Kwa hiyo nalomba services za security ziendelee kusaka wale wengine wahalifu ili wachukuliwe na vyombo vya sheria, na osi derrière ya wale watu kuko bande, ni bande ya watu wenye wako wengi, na hiyo bande nawaza nisha presente nani ku services za security ziendelee kukamata moja baada ya mwingine juu ya kuangalia gisi security ya jiji la Baraka itaendelea kukua nzuri. Kwa hiyo nalomba ku services za security vraiment ziendelee hivi, wakati wote ule kama kuko janga kama hii wao wanakuwa tayari kuliingilia kati. Upande wake Kanali Banza Lukata Gabriel wa jeshi la Taifa FARDC amewataka raia wa mji wa Baraka kuendelea kuweka matumaini kwa vyombo vya usalama, huku akiahidi kufanya liwezekanalo ili kuhakikisha wote waliohusika na kitendo hicho wanawekwa nguvuni na vyombo vya usalama. Na waza resulta ya kijana mwenye alitekewa nyara ni yule yenyewe mnaona. Tulifanya nguvu yoyote tukamrekipere, wajambazi walimsika na wengine tulishawakamata, tulishawasika, na inaonekana kwamba problemu ya Baraka iko ndani ya Baraka, na wenyewe uko natenda vitendo ni watoto wa Baraka, lakini wanatafuta kupakala uchafu kwa wengine. Hata ukifika kule kukasho utakuwa kukutana ni wale wale na ni wandugu na wanajulikana, na inaonekana katika mji wa Baraka kuko kigundi kenye kiko organize na watu fulani benikuwa na jina juu ya kunetralize wengine. Tunaendelea kuwasaga wajambazi wote, kuko mwenyeko yulu ya hivi vitu na grupu ya watu wenye uko nafanya hii bitendo, na tutawashika wote mpaka mtu wa mwisho. Utaona hata mwenye kuwa mkazi ya leta atashikiwa, hata mwenye kuwa mkazi fulani mwenye kumwi bitendo atashikiwa. Matokeo inaanza onekana. Raia tutapresente wajambazi wote na watenda maovu na wakolabo wao wote wataonekana, tutawapresente, raia wataona na raia itaamua na justice itaamua. Hakuna mzalendo Baraka. Wazalendo wako napigana bilimani, wazalendo wako na shughulika juu ya nchi. Hatupashi kuona hivi mjambazi mwenye na mwizi anatoka mprison, mtenda maovu anashindikana nyumbani, anakuwa anajitaa mzalendo. Ni hali ya kuchafua jina ya kizalendo. Juu mzalendo ni mtu anapenda nchi yake, mzalendo ni mtu anapenda mama yake, mzalendo ni mtu anapenda mtoto yake, mzalendo ni mtu anapenda dada yake na wengine. Lakini mzalendo wa kuiba, watu wakuwe kimya, watazame kwa jeshi, kwa appareil de sécurité, na kazi itatendeka na hali itakuwa mzuri. Tujielekeze huko katika sekta ya Tanganyika, makao makuu ya Pomboko. Mwananchi Bonenge Leopold ndiye atakayeongoza tangu sasa shirika la raia sekta ya Tanganyika tarafani Fizi. Hivyo ni kupitia uchaguzi wa muundo huo ambao umefanyika siku ya Jumapili ya tariki 25 Februari 2024 Pamboko kati makao makuu ya sekta hiyo. Huyu amemgomboa Samia Mim Kortikel
kwenye madaraka hayo. Kwake Samia Mimu Kortikol, kiongozi aliondoka madarakani kwenye wazifa wa sekta hiyo, ametaja kufurahishwa na namna harakati hizo za uchaguzi zilivyopita kwa utulivu, kama alivyoeleza kwenye mic ya Radio Kivu. Eti ayawe sasa yamekuwa, waenga wamesema. Tunataka kujulisha tu raia ya sekta ya Tanganyika kwamba maeleksyon ya biro ya societe civile force vive sekteri ya Tanganyika zilikwenda kufanyika leo. Zilikwenda kufanyika chini ya uongozi wa biro territorial ya societe civile force vive, ikiwemo pia na waalikwa wetu ambao tuliwaita wa observateur wa autorite lokal na wa partenaire mbalimbali hapa Mboko. Mnamo tarehe za leo, tarehe 25 mwezi huu wa pili na mwaka huu wa 2024, telke ilivyopangwa kwenye kalendrier ya maelection general ya mabiro za manwayo na biro ya territoire. En tout cas, ni furaha kubwa, sababu siku hii raia wa sekta ya Tanganyika walikuwa wakisubiria kwa hamu, na baadhi ya walio wengi walikuwa wakisema kwamba Sami anataka kusalia tu kwenye madaraka, hataki kuorganize maelection. Leo sasa maelection tumeziorganize, na wapiani wangu kamati ambayo ilikwenda kuchaguliwa inaongozwa kwa sasa na mwananchi Bonengel Leopold ambaye alikwenda kuchaguliwa kama vile presida wa biro ya coordination ya societe civile mu sekteri ya Tanganyika. Hata hivyo, upande wake bwana Bonengel Leopold aliyechaguliwa hakuficha furaha yake. Nimechaguliwa kama presida wa Societe Civile Force Vive mu sekteri ya Tanganyika. Election ilipitika vizuri, ilisimamiwa na delegation kutoka ku territoire. Uchaguzi ulipitika mu hali yenye iko sawa, klima iko apese na iliendeka kawaida kama gisi ilikuwa inatarajiwa. Vraiment tunashukuru communauté ambayo imetupatia confiance kwa kusema tuiongoze kwa muda wa miaka mitatu. Tutambia wakaaji wote au population ya sekteri ya Tanganyika ya kwamba tuko ku service yabo wakati ya shida. Tuko tayari saa zote kuweza kuwatetea katika haki zao ili tuhakikishe kwamba wamo katika hali nzuri. Kwa hiyo vraiment tunasema asante, tunashukuru kwa confiance ambayo balitukonfie, tuko tayari kuwatumikia. Cha kumalizia ni kwamba tuko hapa kwa kuweza kukolabore na ma institution za serikali, hatu constitue bloc ya opposition au bras de fer, bali tuko hapa kusaidia serikali kumaximize projet zao ambazo wanazipangilia kwa muda wao wa mwaka. Kwa hiyo tuko tayari kukolabore na ma institution, tuko tayari kukolabore na vitengo mbalimbali vya serikali kwa muda wote ambao tutakuwa tunaongoza societe civile mu sekteri yetu ya. Hivi sasa tujielekeze huko katika sekta Nganja katika kijiji cha Misisi. Mashirika ya raia sekta Nganja yameendesha kikao siku ya Jumapili ya tariki 25 Februari 2024 nao wamiliki wa shimo za uchimbaji madini kwa malengo ya kuondoa viziwizi vya kijeshi vinavyopatikana kwenye maeneo ya uchimbaji madini katika kijiji cha Misisi. Masemo Mbalole Valentine, mwanaripota wetu wa huko Misisi, anatujia na mengi zaidi. Hakuna mwanajeshi wa FARDC wa kulipisha tena mchimba dhahabu kwenye kizuizi inayoelekea kwenye kilima ya kuchimba madini hapa kijijini Misisi. Hiyo ni matamshi yake kanali wa FARDC wa kitengo cha 33 Regiment wa hapo Lulimba wakati alipohudhuria kwenye kikao kilichoitishwa nayo mashirika za kiraia za humu ndani ya sekta Nganja tarafani Fizi mkoani Kivu ya Kusini. Mkutano uliofanyika tangu siku ya Jumamosi tarehe 24 Februari ya mwaka huu wa 2024 kwenye ukumbi wa jumba la mikutano inayoitwa Piscine. Kiini ya mkutano huo ilitokana na unyanyasaji inayoendeshwa na vitengo mbalimbali vya serikali mkiwemo na lile la wanajeshi wa FARDC. Kiongozi huyo wa jeshi la FARDC amezungumza kwamba kila mchimba dhahabu mbele ya kupita kwenye bariere ni lazima amwage michanga yake ya dhahabu chini ili mzigo wake upate nafasi ya kuweza kukaguliwa
kununuliwa ila bila malipo ya hata pesa moja, kwa kuweza kuepuka kuvukisha vyombo mbalimbali kama vile bunduki, risasi ndani ya mifuko ya kuchimbia dhahabu. Mimi naitwa na jina ya Colonel Ibrahim Adago, niko komanda second ya regiment ya Lulinga. Tulipasha kuya na Colonel Omari me malheureusement iko ampeshe kidogo, njo bakuwa wakasema nono mimi nishuke hapa juu nisikie ile malalamiko. Asante sana, tunasikia ile malalamiko yenu, lakini kitu kimoya tunapasha yua, population inapasha tumika tu pamoja na FARDC. Bila hii population hatutaweza ile vita. Meme Goma, meme wapi, ikoe hapa kama vita inaingia saa hii. Mwe njo baraia njo mutatuambia adui iko pale. Na tunabidi kukolabore ensemble na tuishi ensemble. Sasa nafata malalamiko yenu yote yenye munasema, nasikia hayo na nilipewa andikia bakubwa hapa sasa hivi tu. Juu yetu ni ya kisoda, hatuwezi enda mbali. Hapa tu nilikuwa hapa niko naongea na bakubwa. Kwa ile ifomu yue a la prochaine occasion. Leo munaweza sema, mulisema hapa nilisikia depuis 2013 ile barriere na sie tulikuya tulizikutana, haiko vile. Sasa tunaangusha ni ordre. Sasa hivi niko na komanda batao wa Misisi, niko na ST nilikuya nabo. Sasa hivi batenda vunja ile barriere. Hakuna o sabuni o kafe, hakuna. Swala hilo linabaki tete na la kupasua kichwa kwa wachimba dhahabu na kusema ya kwamba mashirika za kiraia zimeingia njama ya kuweza kuwauzisha, kwani hilo ni ngumu sana kupeleka mizigo halafu kuweza kuimwaga chini. Shie kileo yetu ni ile tu ya unatoka. Mimi najipresente, jina langu niko Lwamba Kamlete. Tunatumika kazi yetu ya transporte ya makinga. Susi yetu shie ni kusema vile vya kumwanga kubashe, si hatutakuwa na biweza. Bora tubaki mwele 1000 francs tulikuwa nalipa. Unafika mibao unarudia mbele ya kazi. Kukazi unafika mbele hata. Shie bile wa kusema se kumwanga, yani ile iko sawa vile kazi double yenye tuko natumika. Tena tuko nachoka sana. Shie wengine tunatumika kama ndende ni distance. Ufike hapo uishachoka ndo uanze fungula tena mizigo. Yani vile kwanza kungambo yetu ya shewa Kasomba. Tunalia sana. Tubakie tu mwele 1000 francs. Tukue napitisha mizigo yetu. Maana bora mbakie mwele 1000 francs paraporo ya. Ndio paraporo kufungula. Tubakie mwele 1000 francs tuko na ilipa kama kawaida na mnatutilia mai tunakunywa. Mbona isemekana kama ile 1000 francs ilikuwa trakaseria ba FARDC. Balikuwa trakaseria watu kuomba 1000 francs kupata 1000 francs. Kwa 1000 francs wao unasema nini iko trakaseria? Yenyewe wa vile walitisha watu jana. Banasema kwa wanapunguza ile trakaseria kutokulipa. Eske wewe unaona haikukua sasa balikuwa tuongoza tu kwa nguvu aseme ulete 1000 francs. Kulipa 1000 francs ni kawaida kwa juu unalipa 1000 francs unapitisha mzigo unaenda mbele unafika kwa mashini. Haiko ya seni ya nguvu tunailipa kawaida kwa juu hapa tunakutaka mai. Ile mai sibeko natushotea na chie. Mwele mafuta yetu. Hatukunywe mai. Kadri jula mgunywe mai. Hatukunywe mai najua iko mingi. Mai hapa inatusaidia haka unapanda kilima unakunywa kopo mbili ya mai unaridhika. Bakasomba tuyajua hata hiki hata kimoya. Bile ni vyabo wenye beko naongea bile ni vyabo chie bila atubiyu. Hata hivyo mashirika za kiraia za ndani ya sekta Nganja zinalaumu kitengo kinachoitwa CELES au Commission Locale de Suivi des Activités Minières na kusema kwamba kitengo hichi hakitumiki, huku viongozi wa CELES wakizungumza kwamba vitengo hivi ya mashirika za kiraia ni vitengo ambavyo vinabaki vikila rushwa pekee menajili ya kuweza kuchafua majina ya wakuu mbalimbali. Nikiripoti toka Misisi tarafani Fizi, Masemo Balole Valente kwa niaba ya Radio Kivu Baraka. Asante sana Masemo Balole Valente kwa ripoti hiyo. Na sasa tujielekeze katika ulimwengu wa soka nikimpisha mwenzangu Omar Makelele Uzil. Na barabara kabisa mwenzangu Safari Alimasi. Leo katika habari za michezo tuanzie na habari za nyumbani Baraka ni kwamba michuano ya ligi ya nyumbani ima championnat lokali katika wiki yake ya 14 iliweza kutemua vumbi siku ya Jumapili ya tarehe 25 Februari 2024 ambako mechi mbili ziliweza kupigwa katika uwanja wa Maendeleo majira saa 7 kamili mchana. ES Freedom walitoka sera kufungana mabao yalikuwa mawili na vijana wa FC Nouveau Regime, huku timu ya FC Flambora ya Mbondo wakaweza kuonyesha mvua ya mabao timu ya FC Mwemezi
Sport kwa kuweza kuwatambia mabao 3-1. Na katika habari zingine za hapa nyumbani Baraka ni kwamba kisha kushuhudiwa kuto kuongoza klabu ya ES Freedom kwenye mechi za wiki ya 13 na 14 za ligi ya nyumbani, kocha wa ES Freedom Sumare bin Marez ametangaza rasmi kuachana na klabu hiyo, huku akitoa sababu maalumu za maamuzi hayo. Kwa sasa mimi nimeachana na Freedom, nipo huru, nimejiuzuru kutoka kwenye timu ya Freedom. Sababu zinaweza kuwa mingi, nitanglobe tu moya ni kutokupewa heshima mklebe ya Freedom. Uongozi wa timu ndio au nikamati nafasi yangu kama kocha, ndio maana nimeamua kuacha ile nafasi ya ukocha kwenye klabu ya Freedom, sababu huenda wanaishi maisha ambao mimi sizoee, ndio maana nimeamua kuachana na Freedom. Upande wangu mimi, unajua Baraka wakocha wapei pesa, lakini wakocha wanastahili kupewa heshima basi kufatana na kazi zao zenye bako wanafanya. Hapa Baraka tunakuwa tunaacha kila kitu, tunapatia muda wetu, nafasi zetu kwenda kwenye mazoezi, kuongoza wachezaji kwenye mechi, kuonesha nini watafanya mbo. Vile vyote ni kuangalia santima ya sport yenye tuko nayo na atupewi sasa ile heshima. Mwishowe kocha huyo wa zamani wa ES Freedom ameomba kwa klabu zingine za mji wa Baraka na zile za tarafa la Fizi kwa ujumla kuwa na hali ya kuheshimu makocha, kwani timu bila kocha ni kazi bure, kama alivyorejea mara tena. Naweza kuambia matimu za Baraka ziko na heshimia makocha, juu kocha ndio source ya football. Juu kocha ni mtu, ni mwalimu. Sasa kama mwalimu anafunza mwanafunzi mbaya na vitu vitakuwa mbaya, kwa hiyo baheshimie bakocha, mpira Baraka itakuwa na nguvu sana. Na timu zote za Baraka bajikaze sana kusikiliza maongezi ya bakocha na kupatia bakocha nafasi ya kuweka masheria matimu zao. Zanyo itakuwa sawa sana. Katika habari zingine za michezo za hapa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo ni kwamba klabu ya Tepe Mazembe hapo mjini Lubumbashi imefuzu hatua ya 8 bora ya michuano ya klabu bingwa barani Afrika, hivyo ni kisha kuwatandika timu ya Pyramid FC kutoka Egypt ambayo mchezaji Fiston Maele anachezea mabao 3-0. Tukumbushe kuwa mara ya mwisho klabu ya Mazembe kufuzu katika hatua hiyo ilikuwa ni mwaka wa 2020. Katika matokeo mengine ya ligi ya mabingwa barani Afrika ni kwamba timu ya Galaxy FC waliweza kutandikwa bao 1-0 na vijana wa Wydad Casablanca yako nchini Maroc, huku timu ya Nouadhibou wakaweza kutandikwa vile vile mabao 2-0 na vijana wa Mamelodi Sundowns kutoka Afrika ya Kusini. Young Africans yako nchini Tanzania wakaweza kuonyesha mvua ya mabao timu ya Belouizdad mabao 4-0, huku timu ya Etoile du Sahel wakaweza kutandikwa mabao 2-0 na vijana wa Esperance ya Tunisia. Naweka nukta katika habari za michezo. Asante sana mwenzangu Omar Makele Lozil. Na kwenye habari za burudani ni kwamba kampuni ya muziki nchini Ujerumani imetoa orodha ya wasanii wa Afrika watakaotumbuizwa kwenye tamasha la Afroland Music Festival litakalofanyika nchini Ujerumani, na wasanii hao ni pamoja na Fuldan, Sike, Richard Bona, Libianca, Victor, Diamond Platinum, Sharodi Panda, Inos B, Rosary pamoja na Rido. Ikumbuke kwamba tamasha hilo litafanyika tarehe 26 na 27 Julai mwaka 2024 katika nchi ya Ujerumani. Kwingineko ni kwamba msanii kutoka nchi ya Marekani Asha Raymond ametoa albamu yake yenye track 22 inayoitwa kwa jina la Coming Home, ambayo aliwashirikisha wasanii wawili pekee kutoka katika bara la Afrika, nao ni Burna Boy pamoja na Fiezi. Mziki wa Afrika unazidi kupanda viwango vya dunia siku baada ya siku. Hivyo msanii nguli kutoka katika nchi ya Marekani Drake ameweza kusema kuwa ngoma yake itwayo One Dance, ambayo alimshirikisha msanii Wizkid kutokea katika nchi ya Nigeria mwaka 2016, iliweza kuwa na mafanikio makubwa katika nyimbo za albamu yake iliyoitwa kwa jina la Viewers Album. Mwishowe ni kwamba licha ya kuwa mchezaji wa soka mzaliwa wa huko Argentina Lionel Messi, ila ni mpendelevu sana wa muziki. Kwa upande wake Messi alidai kuwa muziki unamsaidia kutoa stress na kumweka sawa, na hivyo kutoa orodha nyimbo 48 alizozipenda sana kwa mwaka 2023. Na wasanii wakubwa waliotajwa katika orodha hiyo ni pamoja na Rick Ross, Rihanna pamoja na Beyonce. Msikilizaji, endapo ndo unakuja kujiunga nasi, unaendelea kusikiliza vema uchambuzi wa habari zetu kutoka kwenye idhaa Kiswahili ya Radio Kivu. Tunatangaza kwenye masafa 93.0 katika mji wa Baraka.
kampuni Fizi One Baraka, Mboko na Misisi ni rahisi kutuma na kupokea pesa cash pote ulimwenguni bila usumbufu. Hivi sasa ni habari za kitaifa. Shirika la Umoja wa Mataifa linalohusika na wakimbizi HCR limetaja kuwa na wasiwasi mkubwa juu ya shida ya kiutu inayokumba mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Hivyo ni kutokana na vitendo vya unyanyasaji vinavyoendeshwa kwa raia wasio na hatia na kupelekea raia wengi kuyahama makazi yao. Mwenzetu Grace Pascal Lidi anatujia na ripoti kamili. Tangu kuanza kwa vita kando mwa mji wa Sake jimboni Kivu Kaskazini, watu zaidi ya 148,000 wamekimbia makazi yao wakikimbia mrepuko ya mabomu inayopigwa kwenye kambi zao kwa muda wa wiki kadhaa sasa zilizopita, na ambako kumeripotiwa watu zaidi ya 20 fariki na wengine zaidi ya 60 kujeruhiwa. Mapambano katika eneo la Sake inaendelea na kuleta maafa mengi kwa wananchi. Makundi ya waasi wameanzisha mfumo wa shambulizi za kutisha dhidi ya raia kwa wiki hii tunayo katika eneo la Beni jimboni Kivu Kaskazini na katika tarafa ya Irumu jimboni Ituri. Shirika la kimataifa linalohusika na wakimbizi ASER limepokea udhibitisho juu ya mauaji yanayoendelea, pia na kesi za watu kupelekwa porini na kuungua kwa nyumba. Shirika hilo la Umoja wa Mataifa limelaani vitendo vya ukatili na kuomba kwa serikali kufanya jitihada ili kulinda maisha ya raia. Hali ya wakimbizi katika eneo la jimbo la Kivu Kaskazini si nzuri kwa sasa, hasa kwa upande wa matatizo ya kiutu. Zaidi ya watu milioni 7 ni wahamiaji katika eneo mbalimbali za nchi ya Kongo, huku watu zaidi ya 500,000 wakiwa wakimbizi. Watu hao wanakosa mavazi, matibabu na uchumi kwao umeshuka kwa kiwango kikubwa. Kwa kujibu kwa matatizo hayo kwa haraka, shirika la Umoja wa Mataifa linalohusika na wakimbizi kupata ruhusa kwa viongozi wa mahali kuweka kambi 2 mpya za wahamiaji wa ndani katika mji wa Goma. Kwa kusaidiana na mashirika mengine, wanapanga kusaidia hifadhi zaidi ya 900,000 kwa wahamiaji hao kwa mwaka huu 2024, ambayo ni mara 2 ya hifadhi walizozisaidia mwaka jana. Kwa kuondoa matatizo hayo ya kiutu kwa mwaka huu 2024, shirika hilo la kimataifa watatoa kitita cha pesa cha bilioni 2 na milioni 600 ya dola ili kusaidia watu zaidi ya milioni 8.7 wenye uhitaji katika nchi ya DRC. Asante sana Big Grace Pascal Lidi kwa ripoti hiyo. Na sasa tumalizie uchambuzi wetu wa habari na huko Kongolo. Katika ule mpango wa kusaka wahalifu tarafani Kongolo jimboni Tanganyika, jeshi la taifa FARDC kitengo husika na kufanya doria majini kimefaulu kunasa majambazi kadhaa pamoja na silaha 2 aina ya AK-47. Habari hizo zimehakikishwa na Egile Kisimba, Luteni Kanali wa askari polisi tarafani Kongolo jimboni Tanganyika. Radio Kivu Kongolo tunajiunga na Shaban bin Ibrahim kwa mengi zaidi. Majambazi wameshikwa na askari jeshi ya hapa tarafani Kongolo. Majambazi hawa walikuwa na masilaha 2 kupitia uchunguzi wa kina wenye uliendeshwa na askari jeshi wenye kuhusika na mambo ya maji, huku wakiambatana pamoja na wale wa ujasusi na askari polisi wamewatia mikono. Wakati huu tumezungumza weko katika vibambazi 4 vya askari jeshi hapa tarafani Kongolo. Lieutenant Colonel wa askari polisi tarafani Kongolo Gile Kisimba hutuhakikishia wajambazi walikamatwa na silaha ilikamatwa, na wajambazi walikamatwa kufasi ya Parigi des Eaux kuporo yetu, kusema tungali tunaendelea kufanya mkaguo kwa tujue kabisa wale watu relema mawazo yao weko wangapi, ni wanani, wanafia kufanya nini mu territoire yetu ya Kongolo, paske tunapenda ukimya ukuwe ndani ya territoire. Sauti kwa population yote ya Kongolo, tuambatane mkono kwa mkono juu ya security yetu ya territoire ya Kongolo. Population na security tunapasha kuwa pamoja, kufanya tendo moja, sababu tu continue ku maintenir security ya territoire. Tunarasire population kusema security kwa
atafanya kazi ya kwake, wasibabaike. Tunafanya kazi pour que population ikuwe à l'aise. Mais kitu tunaomba kwa population ya kwetu ni ile collaboration ikuwe. Dernièrement kuna kwa mouvement mingi naanza kutoka bantu benzetu. Bantu banakuwa mingi sana mukongolo, bakutoka huku banaingia. Alors on ne sait pas huyu ni nani, huyu wanafanya nini, eko nafanya anatoka wapi. Alors c'est l'anarchie na njo insécurité yenye kunaingia mu territoire mwa ile sans ville. Onekana kusema sécurité iko un peu menacée, na kwa kumaliza ile wasiwasi ni avec le concours ya population. Tunawaomba kudenoncer ule mtu wote banaona eko suspect, ba denoncer ku service ya sécurité ule mtu banamona ni mugeni, ba informer même chef wa bloc, même chef d'avenue, pour que ule mtu akue identifié. Na waza tukakutumika mkono kwa mkono na population, tutajaribu ku maintenir sécurité mu territoire yetu ya Kongolo. Kupitia kitendo hicho, raia wamesema nini kuhusu swala hilo? Kuhusu baje yetu ya security, wakati banakamata jambazi mwenyewe kusimba vitu ya watu, mwenyewe kuwa vitu ya watu na bunduki mbili. Donc bale batu ni bawaji banasairi na bona nako bawawe. Parce que kwa sababu mkabachiria leo mnabafunga mnabaacha bale tena kesho na kesho yake tena batakuwa tena kukuelimine paka na wao mwenyewe. Donc jambazi ni adui wa maisha. Haiko mtu akuishi naye fasi mwa, ni mtu akumpoza naye nako apotee kabisa. Bale wanafanya ile kazi kwanza ni batu na pole na kazi ngumu juu kufika kukamate bale batu haina kazi rahisi. Alors mimi kubapatia tu felicitation na baendelee kutafuta bengine parce que bale ni batu babaya, bale ifo kubatafuta kabisa. Na felicitation kwa bosana FRDC na polisi yetu ya Kongolo, tunabafelicite sana kabisa, baendelee kufanya kazi njema. Tunafelicite tena zaidi kwa chef wetu wa mwingine wa Kongolo, baendelee tena vile tena kukamata kwa wengine zaidi ya bale beko tu. Mungu basaidie, batie nguvu kabisa, baendelee tena kukamata wengine pale. Dayer bale bajambazi banaikala kule kureshiko nyumba ile bakamata benye ili manyumba beko na logile manyumba ni watu wa kufuatilia na kuwafunga juu bao nyoba na seme desordre mugini. Haitawezekana uko na kula franga wewe ujue watu benye banaikala ndani ya nyumba yako ni watu gani, na bao beko dinombre ni bafanya fujo, na ule mwenyewe raia mwenyewe wa ile nyumba ni wa kufunga, kumtia ndani, kumsambisha wale watu waikala je mule mnyumba yako ni watu wa kufunga. Mie nawaza kama bale batu benyewe kuloje bale batu wakati beko nakuya na maarme yao banatema mashakoshi njoo tunameta kuwa jambazi, na jambazi ni mtu wa kupoteza, haiko mtu wa kubakia mumukini. Daere mimi na felicite sana polisi na FARDC iziri tena kufanya renseignement na iziri tena kukamata na bale batu donc atupeni tena kubaona tena katika mji wa Kongolo, donc ilifanya na kubawawe. Nikiripoti kutoka Kongolo jimboni Tanganyika, nimeitwa Shaban bin Ibrahim kwa niaba ya Radio Kivu Baraka. Asante sana Shaban bin Ibrahim kwa ripoti hiyo. Na ni kupitia ripoti yake Shaban bin Ibrahim ndipo tumefika mwisho wa uchambuzi wa habari zetu siku ya leo. Uchambuzi ambao uletwa kwenu na Misafari Alimasi, nisaidiwa mitamboni naye Antoine Malash. Shukrani kwa nyote mliotutegea sikio mwanzo hadi mwisho. Sina la ziada na kuaga nikisema bye bye. Taarifa hii ya habari ni kwa udhamini wa kampuni ya kutuma na kupokea pesa Fizi One.